ndani na marefali wa nje, tunaona marefali wetu sisi wa ndani wanafanya vizuri sana wakitoka nje. Lakini napata ukakasi zaidi kwa nini wanashindwa kuleta maini mechi ya dabi ya Simba na Young Africans. Ukija unaona waziri mwenye zamana ya michezo anatoa kauli kama ile ya kufurahiwa kuona marefali kutoka wageni wakisifiwa. Kwa hiyo chama cha waamuzi na mwenyekiti wa chama cha waamuzi na Solo Amduni ni wakati wa kukaa chini kuangalia mapungufu yao yako wapi, waweke kila kitu sawa. Kwa sababu unapozungumzia timu ya Simba au Young Africans, Afrika zinafahamika na watu wengi. Unapoizungumzia NBC Premier League namba 6 kwa ubora barani Afrika kwa sasa, kwa takwimu zilizokuwepo. Sasa ukishasikia data kama hizi zinakuja kwenye ligi yako, alafu wewe muamuzi unapewa mechi unakwenda kuiharibu, kwanza unajichafulia wewe mwenyewe, cha pili unajiondolea sifa kama muamuzi wa beji ya FIFA. Hata watu watakuwa na mashaka na wewe kila kwenye mchezo wote utakaopewa. Kwa hiyo waamuzi wa kigeni wakija kwetu sisi wanatuletea exposure na kujifunza kutoka kwao. Sio kwamba watakuwa ni perfect 100%. Kila mtu ana mapungufu yake, kama mwamuzi wa juzi ambaye alichezesha mechi ya dabi kule Muungano Cup finali, akutumia kadi kwenye mchezo. Kadi mbili kama sikosei. Ya kwanza alipewa Prince Dube, ya pili alipewa Selemani Mwalimu baada ya kufunga goli na kuvua jezi. Akatoa kadi ya pili. Kwa hiyo ukiangalia marefa wenzetu wakija, japokuwa wetu sio wana changamoto, lakini wao pia wana changamoto kwenye upande wao. Hakuna mtu aliyekuwa 100% kwa mwanadamu ambaye alikamilika kuwa yeye na 100% kwa sababu mimi nitakuwa perfect. Hata mimi na makosa yangu na mazuri yangu. Sasa hapa kwenye kauli ya mheshimiwa, mimi nadhani inatija kwa sababu hawa ambao tunawatumia kutoka nje na wenyewe unajua kwa hawaaminiwi. Kwenye dabi ya Misri, Ahli na Zamalek, hawa ambao tuliwatumia marefali tukawatoa Misri kwenye dabi ya Simba na Yanga, ilikuwa ni ile yenye vurugu nyingi, ile ya tuchezi tarehe 25 mara 15 mara 8, usielewe. Wale marefali walitoka Misri ambao na wenyewe kwenye ligi ya ndani wanapokutana hawa mahasimu wawili Ahli na Zamalek, wenyewe pia hawaaminiwi. Unajua issue liko hivi, hata huko walipoendelea kimpira zaidi, waamuzi wenyewe hawaamini, ndio maana wamewekea video assistance referee, msaada wa marejeo ya picha mjongeo kwa muamuzi. Kwa hiyo unapoona muamuzi anatoka nje na anakuja na makosa, hata sisi wa kwetu anaweza katoka nje akaenda kuchezesha mechi akawa na makosa. Kauli ya mheshimiwa, narudi tena kwenye kauli yangu ile, mwenyekiti wa chama cha waamuzi ni muda kukaa chini kuangalia mapungufu yao yako wapi na kuweka tofauti zao na kwenda kupambania chama chao na kupambania uwezo wao ambao wanaupata, hata kupewa beji kubwa za FIFA. Maana yake ukimwangalia Sasini mwamuzi na beji ya FIFA, ukimwangalia Alajiga na beji ya FIFA, Mwinchui, Kayoko. Kwa hiyo zile beji unavyopewa na FIFA sio kwamba wamekupa tu ili mradi wamekupa, wametambua uwezo wako na ufasaha wako na usahihi wako wa matendo ndani ya mchezo husika. Lakini kwenye kauli ya mheshimiwa Paul Makonda inatija sana kwa waamuzi wetu. Kama tunataka tubadilike, tuanzie kwenye kauli ya mheshimiwa waziri mkuu, waziri wa habari, sanaa na utamaduni wa michezo, mheshimiwa Paul Makonda. Kwa hiyo ukizungumzia kauli yake, kwanza kauli ya mheshimiwa ni amri, si ombi. Akishatamka hata kama hajaelekeza moja kwa moja tayari, lakini kuna namna unatakiwa uitii. So mpaka aseme fanyeni, mpaka anatamka kile kitu, anatoa mamlaka kwenye chama husika na shirikisho husika, kama watu wajitathmini, waangalie madhaifu yao yako wapi. So tutarajie kuona mwamuzi safari kwenye dabi ya tarehe 3, mwamuzi kutoka mzawa Israel Sasi, Mwinchui ya Marajiga, Kayoko. Sidhani kama itakuwa haraka hivyo, kutokana na kauli ya mheshimiwa imekuja baada ya shirikisho la mpira pamoja na bodi ya ligi Simba na Yanga pia kukubaliana baada ile matatizo ya tarehe 8 kupatiwa ufumbuzi. Walipokuwa kwenye kikao akaamua kwamba sisi michezo yetu yote ya Simba na Young Africans wapokutanishwa sisi wenyewe waamuzi watoke nje. Cha kwanza dabi ipo karibu zaidi. Mpaka sasa tujajua waamuzi wako wapi, japo wanaotangazwa kwa kuchezesha mchezo huu. Lakini sasa inasema kwamba ni mwamuzi namba 2 Morocco ndio anaweza kupewa mechi hii, seti nzima kutoka Morocco. Kwa hiyo niliomba kama sisi wa Tanzania sawa tuletea seti nzima Morocco, lakini kwenye force official au hata Mtanzania mmoja again experience kutoka kwa waamuzi hawa, japokuwa tuna mapungufu na kupata uzoefu pia. Unajua Ahmed Ali kuna kauli pia alizungumza kwamba anasema kwenye mchezo ule wa waliochukua Muungano, akasema kwamba ile penalty ambayo umepatiwa dakika za jioni, dakika 118, akasema angekuwa ni mwamuzi mzawa ile asingeweka penalty, kwamba
bado hawaridhishwi na maamuzi ya waamuzi wazao, kwa maana kwamba wakiamini kuna waamuzi ni mashabiki wa Simba, kuna waamuzi ni mashabiki wa Yanga. Kwa hiyo labda ingekuwa dakika zile angesema ni nyonge timu yangu, sio, umeelewa? Haiwezekani. Ndio ile inatokea kigagaziko mwisho siku anamwambia mtu peta. Lakini kuna kingine pia tension ya mchezo wa dabi, joto lake lilivyo, mtu anaweza akawa anahisi sasa hivi nifunike penalty hapa, Yanga watanielewaje? Niweke penalty Simba watanielewaje? Sio, umeelewa zile namna hiyo. Kwa hivyo akija mgeni anakuwa hana hayo mawazo kwamba sijui Yanga nini, yes hazijui, yuko neutral. Kwa atakuwa akiona hii ni foul anaweka, ni penalty anafunika. Ndio kitu ambacho wanakizungumzia zaidi. Na Yanga pia hivyo hivyo. Unajua kauli za maafisa habari au na meneja wa habari wa klabu hizi zinaleta mkanganyiko sana kwa sisi wa raia, jinsi ya kupokea. Naweza nikaongea kitu wewe ukapokea vibaya, ukakipokea vizuri. Lakini kwenye kauli ya Ahmed Ali, meneja wa habari na mawasiliano na klabu ya soka ya Simba, hata mimi naungana naye. Hata siku ya kwanza nilikwambia kama tutokea matukio ambayo hayatakuwa ya msingi katika mchezo, waamuzi wa ndani wakipewa mechi watashindwa kuamua. Siku ya pili yake tukaja kuona tukio ambalo lilikuwa ni crucial katika ule mchezo. Ingetokea muamuzi wa ndani asingeamua, kwanza watu ungeweza kujaji Simba kapoteza kulingana na mapungufu ya nani, ya muamuzi. Lakini muamuzi kaamua, bado kuna kelele za kuja kusema kwamba kwa nini aliamua, kwa nini asinge balance. Kwa hiyo unaona hizi Simba na Yanga ni timu za polisi. Hakuna Mtanzania asiyekuwa na mapenzi yake na vilabu hivi, japokuwa wengi wanaamini kwamba kuficha uhalisia wao na ukweli wao kwa watu ili kutaka vitu vyao viende, ili wasionekane kuwa yuko upande gani na upande gani. Na ndio maana kila muamuzi ana mapenzi yake, ana emotion yake. Hata Ulaya kwa wenzetu kuna waamuzi wana emotion yao na mapenzi yao na vilabu vyao. Kwa hiyo ukizungumzia Simba na Yanga waweze ukafa. Unadhani mwarobaini wa waamuzi sasa kitu gani? Ni kuwaletea waamuzi kutoka nje kama hivi, ama kupambana pia ligi yetu na sisi ipate VAR? Kikubwa ni kwamba kozi ya VAR inakwenda, wamefanya juzi wametoka kumaliza session ya amu ya 4. Kwa hiyo tunapoelekea nahisi tutaweza kutumia video assistance referee ili iwe msaada zaidi kwa waamuzi wetu. Lakini mwarobaini wa haya mambo, kuna kauli inasema kuwa Simba si dhambi au kuwa Yanga si dhambi. Issue tu ni kufanya kazi yako kwa uweledi. Sahihi. Kwa hiyo ukishazingatia bwana, hii mimi ndo kazi yangu, ndio kitu changu cha kukifanya, kwa hiyo utakuwa sahihi kufanya matendo yako sahihi, unabaki kufanya uweledi wako endelee kuwa bora zaidi kuliko vile mapungufu yako yanakuvua nguo kama muamuzi na kushusha samani kwa baadhi ya watu na maneno fulani. Hata mtu akisikia amepangwa mwamuzi fulani alajiga au Kayoko, yule mwamuzi gani yule? Kwa hiyo ukishaona wewe ni muamuzi, fanya maamuzi yako sahihi, zingatia kanuni na taratibu ambazo ulizopewa kwenye mchezo husika. Kwa hiyo kama unaona kwamba mimi na Simba na Yanga, sema bwana, mimi siwezi kuchezesha kwa sababu tayari na mapenzi wa timu hizi mbili, basi tuleteni waamuzi kutoka nje waje kuchezesha dabi zetu sisi. Kwa hiyo kama tutazingatia usahihi na matendo na kufanya kazi kwa uweledi, tutapata kitu bora sana kwenye mpira wetu Tanzania bara. Sawa, tetesi zinazungumza hivyo kwamba kuelekea mchezo wa dabi ya tarehe 3 Simba na Young Africans pale Meja Jenerali Samuyo, kwamba waamuzi watatoka nje, hususan nchi ambayo inatajwa ni Morocco. Tuendelee kusubiri, lakini kuelekea mchezo huo